Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Baada ya ripoti kwamba rais wa Marekani alitoka katika ndege ya Air Force One kwa ajili ya kuogopa tishio la Iran kwamba pengine wa Iran wangemuua wakati wa ziara yake huko nchini Uturuki, rais huyo amethibitisha kuwa maafisa wa huduma za siri walimuondoa katika ndege hiyo kutokana na tishio kubwa lililopo. Rais huyo amesema kwamba amefanya kile walichosema maafisa, na amesema alifuata maagizo hayo ya Secret Service wakati wa kubadili ndege kwa siri huku kukiwa na tishio la usalama wake. Mimi ni mtu wa mwisho kuiamini Iran. Siamini Iran kabisa, anasema rais huyo wa Marekani. Rais Donald Trump wakati huu amekuwa na wasiwasi kubwa kwamba kutokana na orodha ya wale waliotajwa na Iran kwamba wa Iran wangewaua akiwemo yeye mwenyewe. Sasa haiamini kabisa Iran na anaona kabisa kuna uwezekano wa Iran wangemuua, na ndio maana aliamua kuondoka katika ndege ambayo alipanda akiwa na waandishi wa habari, ndege ya Air Force One. Akizungumzia tishio la Iran dhidi yake na hatua za ajabu za usalama zilizochukuliwa katika safari yake ya hivi majuzi nchini Uturuki, alimsifu Senator Darlin Graham Nordon mnamo siku ya jana Jumanne baada ya kupata nafasi ya kugombea uteuzi wa chama cha Republican kwa kiti cha Senate cha marehemu kaka yake Lindsey Graham. Waandishi wa habari katika kituo cha pamoja huko Andrews walimshinikiza Trump kuhusu operesheni ya usalama iliyozunguka kuondoka kwake kutoka Uturuki mwezi uliopita, wakati alipohamishwa hadi kwenye ndege tofauti ya kijeshi huko kukiwa na tishio dhidi yake. Rais huyo alisema uamuzi huo umefanywa na jeshi la siri na jeshi kwa ujumla, na kwamba alifuata tu maagizo yao. Ni juu ya huduma ya kijeshi pekee, ninafuata tu kile ambacho wangependa kufanya, Trump alisema. Walitaka nipande ndege tofauti kwa sababu ya usalama, sawa, lakini walitaka nifanye hivyo, kwa hivyo ninafanya kile wanachosema. Alipoulizwa kuhusu tishio lililosababisha hatua hizo zisizo kawaida, alionekana kudharau ni kiasi gani alijua kuhusu maelezo hayo, lakini alihitimisha kusema kwamba hawaamini kabisa wa Iran, na huenda kile ambacho walikisema kwa kuweka orodha ya watu wengi kwamba ni most wanted, kwa maana watu ambao wangeuawa wakati wowote, huku yeye akiwemo, aliamini kabisa pengine kuna uwezekano wangeuawa, na ndio maana akaamua kuondoka katika ndege hiyo. Trump alisema ubadilishaji wa ndege ulifanywa Uingereza, na alishikilia kuwa ndege ambayo hatimaye alisafiri inaweza kuwa ilikabiliwa na hatari kubwa zaidi. Nadhani kwa kweli ndege ambayo niliruka nayo ilikuwa hatarini zaidi, alisema Trump, akisema zaidi kwamba nadhani ilikuwa katika hatari zaidi kwa sababu itakuwa ni ndege ambayo wangekuwa na uwezekano mkubwa wa kwenda. Rais huyo, bila kushangazwa na tishio la Iran juu ya maisha yake, alipoulizwa iwapo alishangazwa na tishio hilo, alijibu kwamba hakushangazwa. Nina vitisho vingi ambavyo hamvijui, anasema rais huyo wa Marekani. Rais yeyote anayetarajiwa ana vitisho vingi. Marais wasiokuwa na matokeo hawatishiwi, na nadhani labda mimi ndiye rais mwenye matokeo zaidi, hivyo kuna matishio mengi ambayo yako dhidi yangu, anasema Trump. Sina wasiwasi juu ya chochote, kusema ukweli, alisema. Chochote kile, unajua mtazamo wangu, mimi ni mtu wa mwisho kuamini wa Iran, alisema rais huyo wa Marekani. Kisha Trump alipinga pendekezo kwamba anaiamini Tehran, akisisitiza kwamba Iran ilikuwa imemdanganya mara kwa mara. Siamini Iran. Kwa nini unasema niamini Iran? Trump alisema, mimi ndiye mtu wa mwisho kuiamini Iran. Wamekuwa kinidanganya kila mara, na hivyo siwezi kuamini hata mara moja. Alihitimisha hivyo rais huyo wa Marekani, bwana Donald Trump. Taarifa za rais wa Marekani Donald Trump kuhamishwa katika ndege nyingine zimekuja baada ya kuripotiwa kuwa Trump alipanda ndege ya Air Force One tarehe 8 Julai mbele ya kamera za televisheni kabla ya kuhamishwa kwenye ndege ya kijeshi kwa msaada wa gari la kubeba chakula. Mabadiliko hayo ya ghafla yameibua maswali kuhusu iwapo watu waliokuwa kwenye ndege hiyo ilikuwa kama chambo waliwekwa katika hatari. Kama hivyo, Trump alisema kwamba ndege ya kijeshi aliyopanda ilikuwa hatari zaidi, na ndio maana ilibidi tu abadilishwe kwenda katika ndege nyingine. Waandishi wa habari na baadhi ya wafanyakazi wa ikulu ya Marekani walikuwa ndani ya ndege hiyo hawakujua kuwa Trump alikuwa ameondolewa kwa siri kupitia mpango maalum wa kupotosha kutokana na tishio linalodaiwa kutoka nchini Iran. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.